Kinachoendelea, vita ya Urusi dhidi ya Ukraine. Yako mengi ambayo vita hivi vya Urusi na Ukraine vinaendelea kuibua, na kubwa zaidi liko swala zima la Urusi na Ukraine wameweza kubadilishana wafungwa wa kivita, na hii ilikuwa ni kama makubaliano ya awali ambayo walikuwa washakubaliana kwamba basi kila mtu aweze kuleta wafungwa wa kivita na nini, na yote hayo ni katika ule mwendelezo wa kuhakikisha basi vita hivi vya Urusi na Ukraine vinamalizika. Na nikwambia Wizara ya Ulinzi ya Urusi imesema zoezi hilo la 6 kwa mara nyingine lilifanyika kwenye mpaka wa Ukraine na Belarus, na hakuna idadi rasmi iliyotolewa, lakini kwa mujibu wa ripoti za vyombo vya habari inaaminika kwamba pande zote zilikabidhi idadi sawa ya mateka. Kwenye mazungumzo ya Uturuki, Ukraine na Urusi zilikubaliana juu ya kubadilishana wafungwa wa kivita wenye umri wa chini ya miaka 25, na kwa mujibu wa taarifa ya Rais wa Urusi Vladimir Putin, nchi hizo mbili zimeshabadilishana wafungwa wa kivita zaidi ya 900. Hata hivyo Ukraine haijathibitisha idadi hiyo. Vile Rais wa taifa la Ukraine Volodymyr Zelensky amewawekea vikwazo watu 56 wa Urusi na makampuni 55, wengi wao wakiwa ni makampuni ya viwanda na makampuni ya Kirusi, kulingana na amri iliyowekwa. Ofisi ya Zelensky imesema orodha hiyo inajumuisha makampuni 6 kutoka China na 1 kutoka Belarus. Zelensky usaini mara kwa mara amri juu ya vikwazo dhidi ya watu binafsi na makampuni ya Kirusi pamoja na raia wa nchi nyingine ambao Ukraine inawatuhumu kushirikiana na Urusi. Serikali hutengeneza orodha za vikwazo, hutoa mapendekezo, na kisha Baraza la Usalama la Kitaifa na Ulinzi la Ukraine hufanya maamuzi. Kiev pia mara kwa mara hushawishi nchi za Magharibi kupitisha mapendekezo yake ya vikwazo dhidi ya Moscow. Vile wanajeshi wa Urusi wamekomboa maeneo 6 kwenye mikoa ya Sumi na Kharkov na Jamhuri ya Watu Donetsk katika wiki ya Juni 14 hadi 20 kwenye operation maalum ya kijeshi nchini Ukraine, Wizara ya Ulinzi ya Urusi imeripoti. Wanasema wakati wa juma vitengo vya vita vya kaskazini viliingia ndani ya ulinzi wa adui na kukomboa makazi ya Novonikolayevka katika mkoa wa Sumi. Vikosi vya vita vya magharibi vilikomboa makazi ya Moskovka na Dolagenkoe katika mkoa wa Kharkov kupitia shughuli za kazi, lakini pia yako maeneo ya Drink na Donetsk, makazi ya Zalton, Kot, Ulyanovka na Novonikolayevka. Hiyo yote ni katika Jamhuri ya Watu Donetsk. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Vile ukombozi wa Urusi wa makazi ya Moskovka nje kidogo ya mji wa Kupiansk usababisha shida kubwa kwa vikosi vya jeshi la Ukraine. Vital Ganchev, mkuu wa utawala kijeshi na raia wa mkoa wa Kharkov, anasema habari zilikuja siku ya Ijumaa kwamba kundi la vita la Urusi Magharibi lilikuwa limekomboa Moskovka, makazi karibu na Kupiansk. Wanajeshi wetu wamekomboa Moskovka, makazi karibu na makutano muhimu ya reli. Ni kijiji kidogo kwenye ukingo wa kulia wa mto Oskol ambao kwa kweli upo karibu na mji wa Kupiansk. Wanamgambo wa jeshi la Ukraine sasa wanakabiliwa na matatizo makubwa sana ya vifaa, Ganchev alibainisha. Vile jeshi la Ukraine limeshambulia wilaya 12 za mpaka wa mkoa wa Belgorod wa Urusi kwa ndege zisizo na rubani 66 katika saa 24 zilizopita na kwa jeruhi raia 5, Governor Vyacheslav Gladkov anasema kupitia Telegram. Hayo yakiendelea, kwa kuwa sasa vikosi vya Urusi viliteka makazi ya Moskovka, wako chini ya kilomita 1 kutoka mji wa Kupiansk katika mkoa wa Kharkov. Mtaalamu wa kijeshi Andrei Marochko anasema baada ya ukombozi wa Moskovka wao ni chini ya kilomita 1 kutoka kwenye makazi ya Kupiansk. Hii ni umbali mfupi sana. Wapiganaji wa kundi la vita la Magharibi walikomboa Moskovka mnamo Juni 20, Wizara ya Ulinzi ya Urusi ilisema. Hayo yakiendelea, Rais wa Urusi Vladimir Putin amesema hakukataza kuchukua udhibiti wa Sumi ya Ukraine, lakini alibainisha kuwa hakuna kazi kama hiyo kwa sasa. Hatuna kazi kama hiyo kuchukua udhibiti wa Sumi, lakini kimsingi sikatai hili, Putin alisema kwenye kikao cha jukwaa la uchumi la kimataifa la St. Petersburg. Alisema kuwa hatua za Urusi zinasababishwa miongoni mwa mambo mengine na mashambulizi ya mara kwa mara ya maeneo ya mpaka wa nchi hiyo na vikosi vya Ukraine. Kwa nini tunafanya hivi? Kwa sababu wanaleta tishio kwetu. Wanapiga makombora kila mara maeneo ya mpaka. Haya ni matokeo ya kimsingi kabisa. Nadhani kutokujua kusoma na kuandika, vitendo visivyo na msingi. Vile eneo la usalama la Urusi katika mkoa wa Sumi ni kina cha kilomita 10 hadi 12. Rais Putin anasema kwenye kikao cha Baraza la Kiuchumi la Kimataifa la St. Petersburg. Katika mkoa wa Sumi, kina cha eneo la usalama ni mahali fulani kutoka kilomita 10 hadi 12. Mahali fulani ni kilomita 8, kilomita 10 na kina cha kilomita 12. Zaidi ni jiji la Sumi, kituo cha kikanda.
Kama rais wa Urusi alivyosema, Urusi ililazimika kuunda maeneo ya usalama kwenye mpaka baada ya jeshi la Ukraine kufukuzwa kutoka mkoa wa Kursk. Anasema walijipenyeza katika mkoa wa Kursk na kufanya uhalifu mwingi sana. Zaidi ya hayo, uhalifu dhidi ya raia. Tuliwafukuza kutoka huko na hasara kubwa kwao, na sasa tunalazimika kuunda maeneo ya usalama kando ya mpaka kwa sababu wanashambulia kila mara kutoka huko kwa msaada wa mizinga na kwa usaidizi wa ndege zisizo na rubani. Putin tena anasema utawala wa Kiev ulijiletea shida kwa kuamuru uvamizi katika eneo la Kursk la Urusi, ambapo safu ya ushiriki wa mapigano iliongezeka sana. Wanapoteza uwezo wao wa kupigana, kuzungumza kwa ujumla. Wao mamlaka ya Kiev binafsi waliunda safu ya mawasiliano iliyoenea kwa karibu kilomita 2000. Tumekuwa tukitunza eneo la kilomita 2000 kwenye mstari wa mbele na kwenye mistari ya mipaka, ambayo ina maana kwamba sehemu nyingine ya kilomita 1600 ilianza kuwa tishio kwetu, Putin alisema kwenye kikao cha jukwaa la uchumi la kimataifa la St. Petersburg. Wamesambaratisha uwezo wao wa jeshi. Ujinga mkubwa zaidi katika mtazamo wa kijeshi, ni vigumu kufikiria wanajiletea matatizo kama unavyoweza kuona. Mwisho wa kumnukuu. Ni kwambia hivi, hatujamaliza. Ukombozi wa mji wa Sumi sio kazi ngumu kwa vikosi vya wanajeshi wa Urusi kutokana na mzozo katika jeshi la Ukraine iliyosababishwa na upotezaji mkubwa wa wafanyakazi na vifaa kufuatia uvamizi kwenye mkoa wa Kursk. Mtaalamu wa kijeshi na kisiasa yani Gagin anasema hapo awali kwenye kikao cha baraza la kiuchumi la kimataifa la St. Kiongozi huyo wa Urusi pia alibainisha kuwa hataki kuchukua udhibiti wa Sumi, lakini akaongeza kuwa kazi kama hiyo si miongoni mwa malengo ya sasa. Hatua za Urusi katika hatua hii pia zinaendeshwa na mashambulizi ya mara kwa mara ya makombora ya Ukraine katika maeneo ya mpaka wa nchi. Mtaalamu anasema hili sio swala kuu kwa vikosi vyetu vya jeshi. Hii ni kazi ya kweli kwa kuzingatia shida ya wafanyakazi katika jeshi la Ukraine na pia shida ya vifaa na silaha za hali ya juu na za kisasa ambazo walijikuta wakifuata mradi wao wa mkoa wa Kursk. Hayo yakiendelea, maamuzi yote kuhusu mzozo kati ya Urusi na Ukraine yatatolewa na Rais Donald Trump. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani Tammy Bruce anasema rais pekee ndiye anayeweza kufanya uamuzi kuhusu jinsi ya kuendelea. Kwa maneno yake, Marekani ilitazama kwa karibu mazungumzo kati ya Moscow na Kiev. Njia pekee ya hii itaisha ni kwa pande mbili kukutana na kufikia hitimisho na uamuzi na aina fulani ya makubaliano, alisema. Ndege zisizo na rubani za FPV za Kinyas Vandal za Urusi zimeharibu vifaa vya NATO vyenye thamani ya zaidi ya dola bilioni 2 tangu kuanza kwa matumizi yake katika eneo maalum la operation mnamo Agosti 2024. Mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya ubunifu ya Yushkwinik Alexei Chadayev anasema, na hii ni mafanikio kwa Urusi na makampuni yake hayo. Shukrani kwa Babu Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.